Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na leo ni siku ya Alhamis ambayo ni siku katika ratiba zetu za wiki, ni siku ya mfungo. Tunaenda kufunga kwa masaa 12. Na katika kipindi hiki cha mfungo utaendelea kutafakari neema ya Mungu na ukuu wa Mungu kwenye maisha yako, na utaendelea kujiambatanisha katika ulimwengu wa roho na uwepo wa Mungu kwa kusoma neno, kwa kuomba na kwa kutafakari. Unapoendelea kusoma neno, kuomba na kutafakari, utaona nguvu ya Mungu ikishuka ndani yako na kuendelea kukuhudumia kwenye yale mambo ambayo yanaendelea ndani ya maisha yako, unayoyajua na usiyoyajua. Kwa tunapoendelea kwenye mfungo huu, endelea kumtafakari Mungu, endelea kusoma neno, endelea kuomba. Hivyo utakavyokuwa ukiendelea, Mungu ataendelea kukuhudumia. Ruhusu uwepo wa Mungu ukuscan. Ruhusu uwepo wa Mungu ukuchunguze, ukupitie, uweze kukuscan kutoka kwenye utosi wa kichwa chako hadi kwenye unyayo wa mguu wako. Ruhusu uwepo wa Mungu ukuskani. Ruhusu uwepo wa Mungu ukufuatilie. Ruhusu uwepo wa Mungu yafuatilie maisha yako. Ruhusu uwepo wa Mungu wafuatilie watoto wako. Endelea kufunga wakati unamtafakari Mungu, na endelea na vipindi vya maombi ya hapa na pale na mara kwa mara. Basi tutaendelea kuwa pamoja katika ulimwengu wa roho. Na kabla sija mshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo na kujiweka wakfu kwa ajili ya mfungo huu wa leo, ninajua jana tuliongea kidogo kwa habari ya sadaka, na leo nitaenda kuongea kwa sehemu ya sadaka, alafu baada ya hapo tutajikabidhi kwa Bwana kwa ajili ya mfungo wetu. Leo nataka tuangalie vile ambavyo sadaka inaweza ikawa kiunganishi cha mtu na madhabahu fulani na ajenda za madhabahu ile. Sadaka ni kiunganishi cha mtu na madhabahu na Mungu wa madhabahu ile na ajenda zinazoendelea kwenye madhabahu ile. Ninapoongelea kwa habari ya Mungu wa madhabahu ile, ninapoongelea Anza Siku na Bwana, kabla ya wewe kuja na kutoa sadaka yako, ni lazima ujue je, madhabahu hii ni ya nani? Mungu yupi? Ni ya nani? Yani kwa maana ni Mungu yupi? Je, hiyo madhabahu wanaongea nini? Ukishapata picha ya kwamba hii ni madhabahu ambayo ni ya Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, inamkiri Kristo, inatangaza habari njema za ufalme wa Mungu, unaanza kuangalia imani iliyopo kwenye hiyo madhabahu, kwamba ni madhabahu inayomwamini Mungu na utendaji kazi wa miujiza, ishara na ajabu kupitia neno lake lililotamkwa kwenye maisha yetu. Unaanza kujua kumbe inamwabudu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ninaamini ya kwamba hii ni madhabahu sahihi, ndio unatoa sadaka yako. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu ile sadaka inakuconnect na madhabahu ile, inaanza kukutafuta wewe kama memba wa madhabahu ile. Kwa hiyo zile baraka zilizoambatana na madhabahu ile zinaanza kukufuatilia wewe kwa ajili ya kujiconnect kwenye ile madhabahu, kwa sababu sadaka huwa inamuungamanisha mtu na madhabahu, lakini inamuungamanisha mtu na Mungu wa ile madhabahu, lakini na ajenda zinazoendelea kwenye ile madhabahu. Kwa hiyo unajikuta muda mwingine hii inaleta shida. Kuna nyakati nilikuwa nina kipindi cha nyuma ninajaribu kuombea watu, lakini kila mtu ana mahali pake anapoabudia. Lakini katika kuwafundisha watu kwa habari ya sadaka ya fungu la 10, nikawa nawaambia sadaka la fungu la 10 ni lazima uende ukatoe mahali ambapo unahudumiwa kiroho. Nikawa nawaambia kwamba maelekezo ya sadaka ya fungu la 10 huwezi toa tu kwa yoyote. Huwezi toa tu kasema hivi. Nilikuwa nimepita nikaona kuna mtu ana uhitaji, kabidi nimpe ile fungu la 10. Nikasema hiyo sio sadaka fungu la 10. Unaweza kaifanyia hivyo sadaka nyingine baada ya kutoa fungu la 10, unaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo nikawa najaribu kuelewesha watu.
na nikawa naelewesha uaminifu wa Mungu baada ya kuwa mtu anamtolea sadaka mtu fungu la 10, anamtolea Mungu fungu la 10. Na moja ya changamoto nilizokuwa nikizipata ni namna ambavyo mtu anaweza kawa anatoa fungu la 10 haoni kama kuna mguso wa kutoa hilo fungu la 10, haoni kama kuna baraka zinazoambatana na yeye. Hasa huwezi kumwambia mtu jaribu huku. Unajaribu kumwelekeza mtu ya kwamba ipo nguvu katika kila madhabahu, ipo neema katika kila madhabahu. Sasa unajiconnect kwenye neema ya ile madhabahu. Yes, nikaambia okay. Sasa kuna baadhi ya watu kwa ajili ya kuwafundisha na kwa ajili ya kuendelea kuisikia ibada Anza Siku na Bwana, wakaelewa kwamba sasa kama kila asubuhi ninasikiliza ibada Anza Siku na Bwana, basi hapo ninahudumiwa kiroho. Kwa hiyo hii madhabahu ya Anza Siku na Bwana inayo sifa ya mimi kuitoa fungu langu la 10. Sasa wengine wakaanza kutoa. Sasa walipoanza kutoa, wakaanza kuona baraka, wakaanza kuona neema, lakini wakaanza kupata connection kwamba mtu akiomba kwamba mchungaji, naomba tuombe kitu fulani, nikiomba ghafla anajikuta tayari muujiza umetokea. Sasa baada hapo kama kuna watu wachache wafuatiliaji wakaanza kuuliza, mbona toka nimeanza kutoa hapa ni tofauti na sehemu fulani? Sasa nikawa najaribu kueleza neema ya kila madhabahu, na unapojiconnect kwenye ile madhabahu unajiconnect na Mungu wa madhabahu ile, unajiconnect na neema ya madhabahu ile. Unajua kuna aina fulani ya namna madhabahu inaweza kuwa imefarakana na Mungu. Iko ni madhabahu nzuri tu, lakini imefarakana na Mungu. Kuna mtu mmoja nilianza kumfuatilia, amenilea kiroho, lakini unaweza ukajiona mbona sasa huyu mtu kama vile anapotea. Unajiuliza huyu mtu mbona kama vile anahitaji msaada. Unaanza kujua kumbe madhabahu inaweza ikapoteza mwelekeo, na ikipoteza mwelekeo unaweza ukashangaa na yenyewe inapoteza connection na Mungu. Kwa hiyo unajikuta na wewe ukijiconnect pale, ile sadaka inakuconnect na madhabahu iliyopotea. Kwa hiyo unajikuta ni muhimu sana kukagua madhabahu mahali unaachilia sadaka yako, kwa sababu si kila madhabahu imepatana na Mungu. Sio kila madhabahu ina mahusiano na Mungu. Unaweza ukajikuta madhabahu iliyofarakana na Mungu, hata watu wake wanapoenda kuachilia sadaka mahali hapo, tayari hawawezi kupokelewa na Mungu, kwa sababu ile madhabahu imefarakana na Mungu. Kwa hiyo Mungu wa madhabahu ile, status ya kiroho ya madhabahu ile inaweza ikasaidia watu wake wanapojiconnect na sadaka kuweza kuhudumiwa, kuweza kupokea, kuweza kuwa na ushirika na ajenda na nguvu iliyopo kwenye ile madhabahu. Kwa hiyo unajikuta Mungu alipokuwa akiongea kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, anawaambia watu wasije wakaambatana na miungu migeni, wasije wakajiconnect kwa namna yoyote na madhabahu za miungu migeni. Na hii inaleta shida sana. Mtu anaolewa, akiolewa tu, yani unajua ile simple tu, mimi tayari nishakuwa mtu fulani, anaondoka anaenda kwanza kuabudu kwenye kanisa ambalo mume wake anaabudu. Yani ibada ni kitu muhimu kuliko hata hiyo ndoa. Yani lazima ukague madhabahu mume wako anaenda kuabudia, kama ni madhabahu iliyopatana na Mungu, kama ni madhabahu. Ndio maana Mungu akakataza watu wasioane wa imani tofauti, kwa sababu ile tu kwamba umeoana na mtu afu ghafla tu unaondoka unaenda kujiconnect kwenye hiyo madhabahu. Yani ni kama mtu anaolewa, yeye anavoolewa na ndoa yake inamuunganisha na madhabahu ya mume wake. Sasa unajikuta mume wake anaweza akawa anaabudu mahali ambapo madhabahu imefarakana na Mungu. Madhabahu si ya Mungu kabisa. Ile tu mtu ameolewa, hapo hapo kesho yake anahamia kule, anaendelea na ibada kule, anajikuta ghafla mambo yanaanza kwenda tofauti, kwa sababu ibada, sadaka, unavyoitoa sadaka unajiungamanisha na ibada zinazoendelea kwenye madhabahu hiyo, unajiungamanisha na Mungu wa madhabahu hiyo. Sasa kuna namna ambapo unaweza ukawa unashiriki ibada hizo. Mfano, unajulikana kwenye hiyo madhabahu physically, ama kimawasiliano unajulikana wewe ni wa madhabahu ile, halafu unatoa sadaka kwenye madhabahu ile.
vyote hivyo vina connect maisha yako na madhabahu ile. Ukiomba Mungu wa madhabahu ile, ni rahisi Mungu kukujibu kutokana na wewe ni wa madhabahu ile. Hata kuhani unaposema Pastor Miamba, naomba niombee, naomba sadaka zako ambazo zimejiconnect kwenye madhabahu ile ambayo Pastor Miamba ndio kuhani wa ile madhabahu na Mungu wa madhabahu ile. Naposema Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninaomba kwa ajili ya mtu huyu, tayari ile sadaka iliyo connect kwenye ile madhabahu inaanza kupiga kelele kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo ni lazima uelewe ya kwamba sadaka ina connect maisha yako na madhabahu ya madhabahu ina activity na shughuli zinazoendelea mahali pale. Si vyema sana kutokuelewa background ya madhabahu unayoitolea sadaka, chimbuko la madhabahu unayotolea sadaka. Ile tu unaona tu umepita tu kwenye mtandao, umemsikia mtu fulani, ghafla unajiconnect. Ni vizuri sana kujua background, kujua mwendelezo, kujua namna madhabahu ile inaenda namna gani. Je, inamwamini Mungu kwa kiwango gani? Inafanya ina ushirika na Mungu kwa kiwango gani? Ni muhimu sana, kwa sababu sadaka inakuunganisha, ina connect. Unaweza kuwa kuna agenda fulani inaendelea, unapoitoa sadaka yako unajiconnect na ile agenda. Mfano, somo limetolewa zuri sana kwenye ibada za Anza Siku na Bwana. Unapoachilia sadaka yako unajiconnect na ile agenda. Sadaka peke yake ndio ina connect. Haui connected kwa kuwa umesikia, unakuwa connected kwa sababu ya sadaka. Sadaka ni kitu cha kiroho kinacho connect, kinachomuunganisha mtu na madhabahu ama na agenda fulani iliyoachiliwa na madhabahu ile, ama somo fulani lililoachiliwa kwenye ile madhabahu, ama neno lililoachiliwa kwenye ile madhabahu. Sadaka ndio inayo connect. Kwa hiyo ni lazima uelewe kwa nini sadaka inamfanya mtu awe connected na madhabahu. Na ndio maana mchawi hawezi kumloga mtu isipokuwa na sadaka, kwa sababu huwezi kumpata ule mtu. Yaani mchawi hawezi kumpata ule mtu kama hauna sadaka. Ni kanuni ambayo ni ya ulimwengu wa roho, ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza. Kwa sababu hiyo ni kanuni ya Mungu, shetani ameichukua na itumia tu, kwamba sadaka ndio kitu kinachomconnect mtu na madhabahu ile. Sadaka ndio inayotuma agenda. Yaani kifupi, kama unaumwa tumbo halafu mtu alituma uharibifu ukupata kwenye hilo tumbo, kulikuwa kuna neno limetamkwa na sadaka iliyosukuma huo uharibifu mpaka kukujilia. Nje ya hapo hauwezi uharibifu kujilia. Na ndio maana agenda kubwa katika mambo ya giza ni sadaka. Wanaelewa, hata wao wenyewe wanaelewa. Changamoto tu ni upande wa nuru huku. Shetani anapigana sana watu wasielewe. Yaani ameruhusu upande wa giza, wachawi wanaelewa kweli muhimu wa sadaka. Yaani wanahubiriwa kila wakati na hawachukii, wanapambana kweli. Lakini upande wa nuru mpaka mtu aelewe, akubali, atoe, ajiambatanishe, yaani awe ana neema, kwa sababu shetani anapambana kweli. Lakini upande wa giza wanaelewa kwamba hakuna activity inayoweza kufanyika bila sadaka. Lakini shetani ambaye anatambulishwa kama baba wa uongo, akija upande wa nuru, akikutana na mtu huko, anamsemesha kwamba sikia, hilo neno ukisema amina tayari imeshakuwa. Yaani anachanganya elimu inayofanania na ukweli, lakini si kweli. Yaani amina ni kukubaliana, ni kukubali, lakini kujiconnect kwamba hicho nilichokubali kiwe cha kwangu, ni lazima kuwe kuna sadaka. Hiyo sadaka ndio itasukuma kile kitu ulichokisemea amina. Ni kama vile unakubali ama unakataa, iwe hivyo ama isiwe hivyo, lakini kukisukuma kile kitu kiweze kujilia wewe ni sadaka. Shetani atakuja kukuhubiria huku kwamba wewe usitoe. Unaweza ukamsikiliza, ukimsikiliza vizuri tayari umeshapokea. Ukisema amina tayari umepokea. Yaani wakati yeye kwake kule wachawi hawawezi wakaenda kumloga mtu mpaka kuwe kuna sadaka. Shetani anawahubiria watu wake ubora wa sadaka. Yaani nilikuwa naongea na mtu mpaka nikawa nachanganyikiwa. Akawa ananiambia hivi, mchungaji, mimi nimeokoka
lakini zamani nilishindwa kuperform, nilishindwa kufanya vitu fulani kwa sababu sikuwa na sadaka bora. Kwa hiyo sikupita huko kwa sababu sikuwa na sadaka bora. Mama yangu nilikuwa simjui na baba yangu, lakini pia nilikuwa nalelewa tu. Kwa hiyo nilivyotaka kumtoa baba wa kambo, walikataa, wakasema hii sadaka ni lazima iwe ni bora, lazima iwe ni bora. Nikashangaa sana. Lakini huku kwenye Nuru ukihubiri ubora wa sadaka watu hawakuelewi. Wanaona kama ubora, yani nikatoa kilicho bora. Sasa juzi wakati namhudumia mtu kanisani, mapepo yakawa nasema sisi tunafelishwa, tunamtaka huyu kwa sababu sadaka ya huyu, tukimuua huyu ana akili. Kule kwenye zile madhabahu zao wanataka sadaka, kama unamtoa mtu awe na akili, awe genius, awe amesoma. Yani wanamtaka kumtoa, sio mtu wa ovyo ovyo tu atolewe, hapana. Wakasema hivi, inatakiwa awe mtu genius, smart, ndio sadaka yake inahitajika. Yani kwenye familia kama mapepo anataka kumuondoa mtu, yatamuondoa yule mtu ambaye ndio tegemeo, yule mwenye uwezo, yule mwenye akili. Yote hiyo ni ubora wa sadaka, ubora wa sadaka. Lakini ukija katika ulimwengu wa Nuru, huku tunapambana kweli kweli kumwelezea mtu kwa habari ya ubora wa sadaka. Utakuta hata ukimfundisha kwa habari ya ubora wa sadaka anakuelewa. Wakati wa kutoa anatoa kilicho dhaifu. Ni vita. Shetani hakubali. Kwa mtu wa rohoni aliye smart atahakikisha ya kwamba anapambana kwenye ishu ya sadaka, akijua kwamba sadaka ndio connection yenyewe. Mungu wangu akubariki sana. Leo nataka uelewe hilo. Kwa ajili ya muda nitamshukuru Mungu, lakini ninataka uelewe sadaka ni kiunganishi cha wewe na madhabahu na ajenda zinazoendelea. Mimi naposema Mungu wangu, mimi na watu wangu ni watu gani? Watu wangu ni watu gani? Ni watu ambao si tu kwa sababu wako kwenye grupu la Anza Siku na Bwana, no, kwa sababu wanatoa sadaka kwenye madhabahu hiyo ya Anza Siku na Bwana, ndio wanakuwa watu wa madhabahu ile. Hawezi ukawa mtu wa madhabahu ya Anza Siku na Bwana kama sadaka yako utoe hapa. Unaweza ukawa mtu unafuatilia, lakini kuwa pateka, kuwa mmiliki, kuchukua kile kitu ni mpaka sadaka. Kwa hiyo usije ukaenda kwenye ibada yoyote ile, si hiyo tu ya Anza Siku na Bwana, mahali popote, kanisa lolote, halafu au unaenda kanisa fulani, sehemu fulani, halafu unaenda mikono mitupu, ujue vinavyoendelea pale hujajiconnect navyo. Ni lazima uende na sadaka yako. Na huu msisitizo si wale wa madhabahu hii tu. Hata kama unasikiliza tu hapa, lakini wewe ni madhabahu fulani, lazima unapoenda kule utoe sadaka, ndio utapata connection ya kinachoendelea pale. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na kushukuru sana kwa rehema na neema zako. Asante kwa ajili ya kila anayesikia. Mungu liye hai, ninaomba neno hili likawe ni moto wako, likawe ni nguvu zako. Kwa kila anayesikia, limpe neema ya kumbadilisha utu wa ndani na kuambatana na neno hili, likageuze maisha ya mtoto wako huyu. Baba, ninaomba neema hiyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana na uwe na siku njema yenye ushindi. Utashika sadaka yako kujiambatanisha na neno hili ulilolisikia na ibada hii. Utaiachilia sadaka yako kwenye lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na siku njema. Amen.